ondoka nyumbani kwangu, siwezi kuwa na mwanamke mnene kama wewe. Karibu katika simulizi hii yenye mapenzi, maumivu, uvumilivu na maamuzi ya maisha. Ni hadithi itakayokuonyesha jinsi upendo wa kweli unavyoweza kubadilika na jinsi matendo yetu yanavyoweza kuamua furaha au majuto ya kesho. Jiandae kujifunza kuwa si kila kilicho na thamani ni pesa. Wakati mwingine familia na heshima ndio utajiri wa kweli. Kabla hatujaanza, naomba like, comment bendera ya nchi yako, kisha subscribe kama bado, na share kwa marafiki zako. Sasa tuanze. Ilikuwa siku ya furaha sana, siku ambayo kila mmoja aliyehudhuria alitamani isingeisha. Jua lilikuwa limechomoza vyema angani, mwanga wake ukimulika maji ya bahari yaliyokuwa yakimetameta kama vioo vidogo vinavyocheza na mwanga. Upepo mwanana ulivuma taratibu, ukibeba harufu ya maua yaliyopambwa kando kando ya ufukwe, huku sauti ya mawimbi ikigonga mchanga kwa utulivu, kana kwamba nayo yalikuwa yakisherehekea tukio hilo adhimu. Katikati ya mandhari hiyo ya kuvutia, ndipo Banza na Oliva walikuwa wakifunga pingu za maisha, wamesimama mbele ya ndugu, jamaa na marafiki zao waliokusanyika kwa furaha kubwa kushuhudia muunganiko wa mioyo miwili iliyopendana kwa dhati. Oliva alipendeza mno katika gauni lake jeupe lililokuwa likimkaa mwilini kwa ustadi, taji dogo la maua likipamba nywele zake ndefu zilizoshuka mabegani. Alionekana kama malaika aliyeshuka kutoka mbinguni. Banza naye alikuwa amevalia suti nyeusi nadhifu iliyomfanya aonekane mwenye kujiamini na mwenye furaha isiyoelezeka. Walipotazamana machoni, tabasamu lao lilizungumza zaidi ya maneno. Ilikuwa wazi kuwa walikuwa wamefika hatua walioitamani kwa muda mrefu. Wageni walipiga makofi, wengine wakipiga vigelegele, huku wazazi wao wakifuta machozi ya furaha wakishuhudia watoto wao wakianza maisha mapya ya ndoa. Muziki wa taratibu ulisikika hewani, watoto wadogo wakikimbia ufukweni kwa furaha, wapiga picha wakihangaika kunasa kila tukio muhimu lisipotee. Ilikuwa ni sherehe iliyopangwa kwa umakini mkubwa. Meza zilipambwa kwa vitambaa vyeupe na maua mekundu, vinywaji na vyakula vya kila aina vilipangwa kwa ustadi. Kila aliyekuwepo alihisi upendo uliokuwa kati ya Banza na Oliva, na wengi waliwaombea maisha marefu yenye baraka. Kiapo cha ndoa kilipotamkwa, sauti zao zilikuwa thabiti, zenye kujiamini, kana kwamba walikuwa tayari kukabiliana na changamoto zozote zijazo. Busu lao la kwanza kama mume na mke lilizua shangwe kubwa, na hapo ndipo rasmi safari yao ya pamoja ilipoanza. Baada ya sherehe kumalizika na wageni kuanza kuondoka mmoja baada ya mwingine, Banza na Oliva hawakutaka kupoteza hata dakika moja ya furaha yao. Walielekea moja kwa moja uwanja wa ndege kuanza safari yao ya Fugate katika nchi ya Bali. Ndani ya ndege walishikana mikono muda mwingi, wakicheka na kupanga ndoto za maisha yao yajayo. Walipowasili Bali, walipokelewa na mandhari ya kuvutia isiyo na mfano, fukwe safi, majengo ya kifahari na mwanga wa jua uliotoa hali ya utulivu wa kipekee. Hoteli waliofikia ilikuwa kubwa, yenye vyumba vya kisasa vilivyotazama bahari moja kwa moja. Kila kitu kilionekana kama ndoto nzuri iliyotimia. Kwa siku 7 walizokaa Bali, kila siku ilikuwa ya kipekee kuliko iliyopita. Asubuhi walitembea ufukweni, miguu yao ikigusa maji ya bahari kwa upole. Mchana walitembelea maeneo ya utalii na kupiga picha nyingi za kumbukumbu, na jioni waliketi pembeni ya bahari wakitazama jua likizama, huku wakizungumza kuhusu maisha yao ya baadaye. Walicheka sana, walifurahia chakula cha tamaduni mbalimbali, na walijisikia kama wako peke yao duniani bila mawazo wala huzuni. Mapenzi yao yalionekana kuimarika zaidi kila siku ilivyopita, na kila mmoja alijiona mwenye bahati kumpata mwenzake. Siku 7 zilipita haraka sana, kana kwamba zilikuwa siku 2 tu. Hatimaye wakajiandaa kurejea nchini Tanzania, wakiwa na furaha kubwa mioyoni mwao. Walipowasili nyumbani, walipokelewa na hewa ya kawaida ya jiji, lakini mioyo yao ilikuwa bado imejaa kumbukumbu tamu za safari yao. Maisha yao mapya kama mume na mke yakaanza rasmi ndani ya jumba lao la kifahari lililokuwa na vyumba vikubwa, mapambo ya kisasa na bustani yenye maua yaliyotoa harufu nzuri kila walipofungua madirisha. Kila kona ya nyumba ilionyesha mwanzo mpya wa upendo na matumaini. Kuanzia hapo waliishi kama wanandoa waliopendana sana, wakiamka pamoja, kula pamoja na kupanga ndoto zao pamoja. Walihisi wameanza sura mpya ya maisha yenye mwanga na baraka, bila kujua kuwa maisha huwa na misimu yake, wakati wa jua kali na wakati wa mawingu mazito. Lakini kwa wakati huo, kwao dunia ilikuwa sehemu nzuri iliyojaa furaha, upendo na matumaini yasiyo na mwisho. Maisha ya ndoa ya Banza na Oliva yaliendelea kwa furaha na upendo uliokuwa wazi machoni pa kila aliyewazunguka. Kila siku ilionekana kuwa bora kuliko iliyotangulia. Banza hakuchoka kumwonyesha Oliva jinsi alivyompenda. Alimnunulia zawadi mbalimbali bila hata kuwa na sababu maalum. Mara ilikuwa ni maua mekundu yaliyoletwa nyumbani jioni,
Mara ni manukato ya gharama, mara ni nguo nzuri au vito vya dhahabu vilivyong'aa chini ya mwanga wa taa za sebuleni. Kila zawadi ilibeba ujumbe mmoja tu. Upendo wake haukuwa wa maneno matupu, bali wa vitendo vinavyoonekana. Mara nyingi alimtoa Oliva matembezini kwenye migahawa mikubwa, hoteli za kifahari au sehemu za burudani, wakila chakula cha aina tofauti huku wakicheka na kusimulia hadithi za maisha yao. Waliishi kama watu waliokuwa ndani ya ndoto nzuri isiyotaka kuisha. Nyumbani kwao kulikuwa na amani na utulivu. Kila walipoamka asubuhi walipokeana kwa tabasamu na maneno ya upendo. Banza alikuwa na desturi ya kumwandalia Oliva kifungua kinywa mara kwa mara, jambo lililomfanya Oliva ajisikie kuthaminiwa zaidi. Jioni waliporudi kutoka kwenye shughuli zao, walikaa pamoja sebuleni wakitazama runinga au kusikiliza muziki wa taratibu uliowafanya wajisikie karibu zaidi. Majirani na marafiki waliowaona walitamani kuwa na ndoa kama yao, ndoa iliyojaa heshima, maelewano na furaha ya dhati. Oliva alikuwa na rafiki yake wa karibu aitwaye Asha, ambaye alimfahamu tangu siku nyingi kabla hata hajaolewa. Mara nyingi Oliva alipata muda wa kukutana na Asha ili kupumzika kidogo na kubadilishana mawazo. Kila walipokutana, mazungumzo yao mengi yalizunguka juu ya maisha ya ndoa ya Oliva. Alimsimulia kila kitu kuhusu Banza, jinsi alivyokuwa mpole, mwenye heshima, anayejali na asiyechoka kumwonyesha upendo. Alielezea jinsi Banza alivyomfanya ajisikie salama na mwenye thamani kila siku. Asha alimsikiliza kwa makini huku akitabasamu, mara nyingi akisema, "Rafiki yangu, wewe umebahatika sana, mwanaume kama huyo si rahisi kumpata." Maneno ya Asha yalizidi kumpa Oliva uhakika kuwa kweli alikuwa kwenye ndoa nzuri. Kila aliposikia pongezi hizo, moyo wake ulijaa furaha na shukrani. Aliamini kuwa maisha yake yalikuwa yamekaa katika mstari sahihi na kwamba siku zijazo zingekuwa bora zaidi. Urafiki wao uliendelea kuimarika kwa sababu Asha alikuwa mtu wa kumpa moyo na ushauri mzuri kila Oliva alipokuwa na jambo lolote moyoni. Siku moja ya kipekee, furaha ndani ya nyumba ya Banza na Oliva iliongezeka maradufu. Asubuhi hiyo Oliva aliamka akiwa na hisia tofauti mwilini mwake. Baada ya kufikiria kwa muda, aliamua kufanya kipimo cha ujauzito kimya kimya. Dakika chache zilionekana kama saa nzima alipokuwa akisubiri majibu. Hatimaye alipoona matokeo, moyo wake uliruka kwa furaha. Alikuwa mjamzito. Macho yake yalijaa machozi ya furaha, mikono yake ikitetemeka kwa msisimko. Hakuamini kama kweli ndoto ya kuwa mama ilikuwa imeanza kutimia. Jioni yake alipomwambia Banza habari hiyo, Banza alibaki kimya kwa sekunde chache kana kwamba hakusikia vizuri, kisha uso wake ukang'aa kwa tabasamu pana. Alimkumbatia Oliva kwa nguvu huku akirudia kusema, "Asante sana, umenifurahisha mno." Macho yake nayo yalilengwa na machozi ya furaha, akihisi kuwa hatua mpya muhimu katika maisha yao ilikuwa imeanza. Hakutaka furaha hiyo ipite bila ishara ya pekee. Siku chache baadaye alimpeleka Oliva kwenye duka kubwa la magari na kumchagulia gari jipya aina ya Range Rover nyeupe lililong'aa kana kwamba lilikuwa limetengenezwa mahsusi kwa ajili yake. Oliva alipoliona gari hilo alishindwa kujizuia, machozi ya furaha yakamtoka tena. Hakujali thamani ya gari hilo, kilichomgusa zaidi ni kitendo cha upendo na kuthaminiwa alichoonyeshwa. Alimkumbatia Banza kwa shukrani nyingi, akihisi kuwa alikuwa mwanamke mwenye bahati kuliko wote. Kuanzia siku hiyo, nyumba yao ilijaa zaidi vicheko, matumaini na mipango ya maisha mapya ya uzazi. Kila kona ya nyumba ilionekana kuwa na nuru mpya, nuru ya familia inayotarajia kupanuka. Walikuwa na furaha isiyo na kifani, wakiamini kuwa safari yao ya upendo ilikuwa inaingia katika hatua nzuri zaidi ya maisha yao. Siku iliyofuata baada ya kupata gari lake jipya, Oliva aliamka akiwa na furaha isiyoelezeka. Alioga mapema, akavaa gauni zuri la rangi ya bluu lililomkaa vyema na kutoka nje akilitazama gari lake jeupe lililong'aa chini ya mwanga wa jua la asubuhi. Alijisikia fahari na shukrani kubwa moyoni mwake. Baada ya muda mfupi aliingia ndani ya gari na kuelekea dukani kwa rafiki yake wa karibu Asha. Njiani alikuwa akitabasamu peke yake, akiwaza jinsi maisha yake yalivyobadilika kwa muda mfupi tu tangu alipoingia kwenye ndoa. Alipofika dukani, Asha alishtuka kidogo kuliona gari hilo jipya likisimama mbele ya mlango. Hakujua mara moja ni la nani hadi Oliva aliposhuka ndani yake akiwa na tabasamu pana usoni. Asha alikimbia kwa furaha, akamkumbatia rafiki yake kwa nguvu, macho yake yakionyesha mshangao na furaha kwa wakati mmoja. Alilizunguka gari lile mara kadhaa akilitazama kwa makini, kisha akasema kwa sauti iliyojaa pongezi, "Rafiki yangu, kweli Mungu amekubariki, unaishi maisha mazuri sana." Oliva alicheka kwa aibu kidogo huku akimshukuru Asha kwa maneno yake mazuri.
Walikaa ndani ya duka kwa muda wakiongea kuhusu maisha, mipango ya baadaye na ujio wa mtoto aliyekuwa tumboni mwa Oliva. Asha alimtakia kila la kheri na kumtia moyo aendelee kujitunza vizuri. Siku hiyo ilijaa mazungumzo ya matumaini, vicheko na ndoto za kesho iliyoonekana kuwa yenye mwanga mkali. Kadiri miezi ilivyokuwa ikisogea mbele, ujauzito wa Oliva ulianza kukua zaidi na zaidi. Mwili wake ulianza kubadilika taratibu, mashavu yake yalijaa, tumbo lilionekana wazi na uzito wake uliongezeka kwa kasi. Wakati mwingine alijisikia kuchoka haraka na alihitaji kupumzika mara kwa mara. Hata hivyo, ndani ya moyo wake kulikuwa na furaha kwa sababu alijua kuwa mabadiliko hayo yalikuwa sehemu ya safari ya kuwa mama. Alijitahidi kula vizuri na kufuata ushauri wa madaktari ili kuhakikisha mtoto aliyekuwa tumboni alikuwa salama na mwenye afya njema. Kwa upande wa Banza, ingawa alimpenda mkewe, hakuwa akifurahia sana mabadiliko ya mwili wa Oliva. Alikuwa amezoea kumwona Oliva akiwa na umbo lake la zamani, hivyo mabadiliko hayo yalikuwa magumu kwake kuyazoea. Hata hivyo hakutaka kuonyesha wazi hisia zake, alijitahidi kuvumilia, akiamini kuwa pengine baada ya kujifungua Oliva, angerudi katika mwili wake wa kawaida. Mara chache alibaki kimya akimtazama Oliva bila kusema chochote, akijaribu kujifariji moyoni kwamba haya yote ni ya muda tu. Oliva hakugundua sana kinachoendelea ndani ya moyo wa mumewe kwa sababu Banza aliendelea kuonyesha upendo wake kwa matendo ya kawaida kama hapo awali. Maisha yaliendelea, siku zikisogea mbele bila kusimama. Hatimaye siku iliyosubiriwa kwa hamu kubwa ilifika. Usiku mmoja Oliva alianza kuhisi maumivu ya uchungu na kwa haraka Banza alimkimbiza hospitali. Saa chache zilizofuata zilikuwa za wasiwasi na maombi mengi. Banza alitembea huku na huku kwenye korido za hospitali akingoja habari, moyo wake ukidunda kwa nguvu. Baada ya muda mlango ulifunguliwa na daktari akatoka na tabasamu usoni akitoa habari njema kuwa Oliva amejifungua salama, mtoto wa kike mwenye afya njema. Uso wa Banza ulijaa furaha kubwa isiyoelezeka. Alipoingia wodini na kumwona Oliva akiwa amemshika mtoto wao mikononi, macho yake yalijaa machozi ya furaha. Alimkaribia kitandani na kusema kwa sauti ya upole iliyojaa shukrani, "Hatimaye na mimi naitwa baba, asante sana Oliva." Maneno hayo yalimgusa Oliva moja kwa moja moyoni. Alitabasamu kwa uchovu lakini kwa furaha kubwa, akimwangalia mtoto wao mdogo aliyekuwa amelala kwa utulivu. Ilikuwa ni moja ya siku muhimu zaidi katika maisha yao, siku iliyowafanya wajisikie familia kamili. Baada ya kurudi nyumbani na kuzoea taratibu uwepo wa mtoto, waliamua kufanya sherehe ndogo ya kumkaribisha binti yao duniani. Haikuwa sherehe kubwa, bali ya karibu yenye ndugu wachache na marafiki wa karibu tu. Nyumba ilipambwa kwa mapambo mepesi ya rangi ya pinki na nyeupe. Meza zikapangwa vyakula na vinywaji vya kawaida, lakini vilivyoandaliwa kwa upendo mkubwa. Wageni walifika wakiwa na tabasamu na zawadi mikononi, wakimpongeza Oliva kwa kujifungua salama na kumtakia mtoto maisha marefu yenye afya na baraka. Sauti za vicheko na pongezi zilijaza nyumba, zikifanya siku hiyo kuwa ya pekee na yenye kumbukumbu tamu katika historia ya familia yao changa. Baadhi ya wageni walipokuwa wakimwona Oliva, wengi wao walishangaa jinsi mwili wake ulivyobadilika baada ya kujifungua. Baadhi yao walimkumbatia kwa furaha, wakimpongeza kwa mtoto mzuri, lakini wengine hawakukosa maneno ya utani yaliyomgusa moja kwa moja. "Shem, naona kaka anakulisha vizuri, hongera bwana," mmoja alisema kwa kicheko, huku wengine wakicheka bila kujua kama maneno hayo yalikuwa yakimuumiza Oliva moyoni. Oliva alijitahidi kutabasamu na kujifanya yuko sawa, lakini ndani yake alihisi kama macho yote yalikuwa yakimwangalia yeye na si mtoto. Alishika mtoto wake kwa upole, kana kwamba anatafuta faraja kupitia kiumbe huyo mdogo aliyekuwa usingizini. Banza, aliyekuwa amesimama karibu na wageni wengine, hakufurahia kabisa utani ule. Kila aliposikia mtu akizungumza kuhusu mwili wa Oliva, alihisi hasira ikimpanda polepole. Hakucheka wala kuonesha kufurahishwa na maneno hayo. Alibaki kimya akitazama pembeni, akijaribu kujizuia ili asiharibu hali ya sherehe. Ndani ya moyo wake, mawazo yalikuwa yakizunguka kwa kasi. Hakupenda kabisa jinsi Oliva alivyokuwa ameongezeka uzito. Ingawa hakusema wazi mbele ya watu, hisia hizo zilikuwa zikimla taratibu. Wageni hawakugundua mabadiliko ya uso wake, waliendelea kula, kunywa na kucheka, kana kwamba kila kitu kilikuwa sawa. Sherehe ilipoendelea, Oliva alijitahidi kuzungumza na wageni kwa uchangamfu, lakini mara kwa mara alihisi aibu isiyoelezeka. Kila alipokutana na macho ya mtu aliyekuwa akimtazama kwa mshangao, moyo wake ulidunda kwa kasi.
Alijiambia moyoni kuwa mwili wake ulikuwa umebadilika kwa sababu ya uzazi na kwamba hiyo ilikuwa kawaida, lakini maneno ya utani yaliendelea kumrudia kichwani. Alitamani muda usonge haraka ili arudi chumbani apumzike mbali na macho ya watu. Mwishowe wageni walianza kuondoka mmoja baada ya mwingine, wakiacha nyumba katika utulivu wa jioni. Baada ya kila kitu kumalizika na nyumba kuwa kimya, Oliva alienda chumbani akiwa amechoka. Alimlaza mtoto wake kitandani kwa uangalifu, kisha akaketi pembeni akivuta pumzi ndefu. Banza aliingia chumbani muda mfupi baadaye, uso wake ukiwa hauna tabasamu kama ilivyokuwa mwanzo wa siku. Kwa sauti iliyokuwa ya kawaida lakini yenye uzito, alimwambia Oliva, huu mwili wako inabidi upungue, rudi kwenye mwili wako wa kawaida, huu unene siupendi. Maneno hayo yalimgonga Oliva kama upepo mkali. Hakutarajia kuyasikia siku hiyo ambayo alidhani ilikuwa ya furaha. Alibaki kimya kwa sekunde chache, akijaribu kuelewa alichosikia. Usiku huo Oliva hakulala kwa amani. Maneno ya Banza yaliendelea kumzunguka akilini mwake. Alimwangalia mtoto wake aliyekuwa amelala usingizi mzito, na akahisi mchanganyiko wa furaha na huzuni kwa wakati mmoja. Alitamani kumfurahisha mumewe, lakini pia alijua mwili wake ulikuwa bado katika mchakato wa kupona baada ya kujifungua. Siku zilizofuata alianza kujaribu kufanya mazoezi mepesi nyumbani na kupunguza kiasi cha chakula alichokuwa akila. Alijilazimisha kutembea mara kwa mara na kunywa maji mengi, akiamini angepungua haraka. Hata hivyo, jitihada zake hazikuwa rahisi kama alivyotarajia. Alikuwa ananyonyesha mtoto wake na madaktari walimshauri kula vizuri ili mtoto apate maziwa ya kutosha. Kila alipojaribu kupunguza chakula alihisi udhaifu, na wakati mwingine maziwa kupungua, jambo lililomfanya awe na wasiwasi. Alijikuta katika hali ngumu kati ya kumfurahisha mumewe na kulinda afya ya mtoto wake. Mwili wake ulikuwa umechoka, akili yake imejaa mawazo na moyo wake ukiwa na maumivu ya kimya kimya. Licha ya yote, aliendelea kuvumilia, akitumaini kuwa muda ungeleta mabadiliko na labda siku moja angerudi kuwa yule Oliva aliyekuwa akimkumbuka kila mtu. Kadiri siku zilivyoendelea kupita, hali ndani ya nyumba ya Banza na Oliva ilianza kubadilika polepole bila yeyote kutambua mara moja. Banza alipoona Oliva hapungui uzito kama alivyotarajia, alianza kubadilika kitabia. Hasira zilianza kumjia mara kwa mara bila sababu kubwa. Jambo dogo tu lilitosha kumkera na kumfanya awe mkali. Awali alikuwa mtu wa kurudi nyumbani mapema na kutumia muda mwingi na familia yake, lakini sasa alianza kuchelewa kurudi bila maelezo ya kueleweka. Wakati mwingine alirudi usiku wa manane, wakati mwingine alfajiri, akijitetea kuwa alikuwa na kazi nyingi au mikutano ya ghafla. Oliva aliona mabadiliko hayo, lakini hakutaka kuamini haraka kuwa kulikuwa na tatizo kubwa. Oliva alipokuwa akimuuliza kwa upole sababu ya kuchelewa kwake, Banza alianza kumjibu kwa ukali ambao haukuwa wa kawaida kwake hapo awali. Sauti yake ilibadilika, maneno yake yakawa mafupi na makali, kana kwamba alikuwa anazungumza na mtu aliyemkosea sana. Wakati mwingine alimwambia Oliva aache kumuuliza maswali mengi, akidai amechoka au hana muda wa mazungumzo marefu. Maneno ya hayo yalimuumiza Oliva, lakini alijaribu kujituliza, akiamini kuwa pengine mumewe alikuwa akipitia msongo wa mawazo kazini. Aliendelea kumhudumia kwa upendo ule ule aliokuwa nao tangu mwanzo wa ndoa yao, akitumaini hali ingerudi kama zamani. Kadiri muda ulivyopita, ukali wa Banza uliongezeka zaidi. Alianza kumfokea Oliva mara kwa mara, hata kwa mambo madogo yasiyo na uzito. Wakati mwingine alimkosoa waziwazi kuhusu mwili wake, akitoa maneno yaliyokuwa yakimchoma moyo kama sindano. Oliva alibaki kimya mara nyingi, akimeza maumivu ndani yake. Alilia kimya kimya usiku wakati kila mtu amelala, machozi yakitiririka bila sauti. Hakutaka kuonekana dhaifu mbele ya watu wala kumwonyesha Banza jinsi maneno yake yalivyomuumiza. Ndani ya moyo wake alijaribu kuvumilia, akijiambia kuwa pengine hali hiyo ni ya muda tu na mambo yangebadilika siku moja. Mtoto wao mdogo alikuwa faraja pekee kwa Oliva. Kila alipomwangalia binti yake akitabasamu au kulala kwa amani, alipata nguvu ya kuendelea kuvumilia. Aliona thamani ya familia yake na hakutaka ivunjike kirahisi. Alijaribu kufanya kila aliloweza, kupika vizuri, kusafisha nyumba na kumkaribisha Banza kwa upole kila aliporudi nyumbani, hata kama alirudi usiku sana. Lakini juhudi zake zilionekana kama hazina matokeo. Banza aliendelea kuwa mbali kihisia na kimatendo, akionyesha wazi kuwa kitu ndani yake kilikuwa kimebadilika. Siku moja mbaya sana ilifika, siku ambayo Oliva asingependa kuikumbuka maishani mwake. Alfajiri ya siku hiyo, mlango wa nyumba ulifunguliwa kwa nguvu na Banza akaingia akiwa amelewa. Harufu ya pombe ilijaa hewani,
Macho yake yalikuwa mekundu na mwendo wake haukuwa thabiti. Oliva aliyekuwa amemshika mtoto wao mikononi, alishtuka kumwona katika hali ile. Kabla hata hajauliza chochote, Banza alianza kupaza sauti akionyesha hasira kali zisizoelezeka. Maneno yake yalikuwa ya kukatisha tamaa na yenye kuumiza. Bila kusikiliza maelezo yoyote, alianza kutupa nguo za Oliva nje ya nyumba akimtaka aondoke mara moja. Oliva alishindwa kuamini kilichokuwa kinaendelea. Moyo wake ulidunda kwa nguvu, macho yake yakajaa machozi ya hofu na maumivu. Alitoka nje akiwa amembeba mtoto wake huku akitetemeka. Alipiga magoti mbele ya Banza, akimuomba kwa sauti ya chini na yenye huzuni amsamehe kama kuna kosa lolote alilofanya. Alijaribu kumkumbusha kuhusu familia yao na mtoto wao mdogo, lakini maneno yake hayakuonekana kumgusa Banza hata kidogo. Badala ya kumhurumia, Banza alionyesha dharau iliyomuumiza zaidi. Kwa kitendo cha ghafla na cha kikatili, Banza alichukua maji na kumwagia Oliva mbele ya mlango wa nyumba yao. Oliva alibaki amekaa akiwa ameloa, machozi yakichanganyika na maji usoni mwake. Alijisikia kudhalilishwa na kuvunjika moyo kupita kiasi. Hakusema neno tena, alibaki kimya huku akimkumbatia mtoto wake kwa nguvu kana kwamba ndiye aliyekuwa chanzo chake pekee cha nguvu. Majirani wachache waliokuwa wameamka mapema walishuhudia tukio hilo kwa mbali, lakini hakuna aliyethubutu kuingilia kati. Ilikuwa ni asubuhi yenye maumivu makubwa, asubuhi iliyobadilisha kabisa mwelekeo wa maisha ya Oliva na mtoto wake, na mwanzo wa safari ngumu ambayo hakuwahi kuifikiria hapo awali. Siku ile iliyojaa maumivu ulimwacha Oliva akiwa hana pa kwenda zaidi ya kumbukumbu chungu na mtoto mikononi mwake. Baada ya kufukuzwa, alitembea kwa hatua za taratibu huku machozi yakimtoka bila kuzuilika. Hakujua aanzie wapi wala afanye nini, lakini jina moja tu lilimjia akilini: Asha. Akiwa amemkumbatia mtoto wake kwa nguvu, alielekea nyumbani kwa rafiki yake huyo wa karibu ambaye siku zote alikuwa nguzo yake ya faraja. Njiani moyo wake ulikuwa umejaa huzuni, maswali mengi yakimzunguka kichwani mwake. Alijiuliza ni kosa gani alilofanya hadi astahili kufanyiwa vile. Alipofika nyumbani kwa Asha, aligonga mlango kwa mikono iliyokuwa ikitetemeka. Asha alipofungua mlango na kumwona Oliva akiwa katika hali ile, macho mekundu kwa kulia, nguo zikiwa zimechakaa na mtoto mikononi, alishtuka sana. Hakuhitaji maelezo marefu kuelewa kuwa jambo kubwa lilikuwa limetokea. Mara moja alimkumbatia rafiki yake na kumkaribisha ndani. Oliva alipokaa kwenye kochi, machozi yake yalizidi kumwagika huku akisimulia kwa sauti iliyokatika kilichotokea. Asha alimsikiliza kwa makini bila kumkatiza, akimshika mkono na kumwambia maneno ya kumtia moyo. Alimhakikishia kuwa hakuwa peke yake na kwamba angepata njia ya kusimama tena. Usiku ule Oliva alipata usingizi wa kwanza, wenye amani kidogo tangu tukio lile, akijua angalau alikuwa mahali salama. Siku zikawa wiki na wiki zikawa miezi. Oliva alianza kuzoea maisha mapya taratibu akiwa chini ya msaada wa Asha. Ingawa maumivu ya moyo hayakuisha mara moja, alijitahidi kuwa imara kwa ajili ya mtoto wake. Asha alimsaidia kumlea mtoto na mara nyingi alimkumbusha kuwa thamani yake haikupungua kwa sababu ya aliyomtokea. Hata hivyo, ndani kabisa ya moyo wa Oliva kulikuwa na jeraha lililohitaji muda mrefu kupona. Kila alipomkumbuka Banza na jinsi walivyoanza maisha yao kwa furaha, machozi yalikuwa yakimlenga bila yeye kutarajia. Baada ya miezi michache kupita, habari zilifika masikioni mwa Oliva kwamba Banza alikuwa amefunga ndoa na mwanamke mwingine. Habari hiyo ilimchoma moyo kama moto. Ingawa tayari alikuwa ameumizwa na kufukuzwa, kusikia kuwa mume wake wa zamani ameanza maisha mapya haraka kiasi kile kulimvunja moyo zaidi. Alilia sana usiku huo, akihisi kama kumbukumbu zote za upendo waliowahi kushiriki zilikuwa zimefutwa ghafla. Lakini Asha hakumwacha peke yake. Alikaa naye akimfariji na kumkumbusha kuwa maisha hayaishii kwenye maumivu. Alimwambia kuwa muda ungeleta uponyaji na kwamba siku moja angeweza kutabasamu tena bila huzuni. Wakati huo huo, katika ndoa mpya ya Banza, mwanzo kila kitu kilionekana kuwa kizuri. Walipiga picha nyingi, walitembea sehemu mbalimbali na waliishi kwa furaha ya juu iliyovutia macho ya watu. Banza alionekana kama amesahau kabisa maisha yake ya zamani, hata kumbukumbu za Oliva na mtoto wao zilianza kufifia akilini mwake. Nyumba yake ilijaa vicheko vipya na wageni wapya, na kwa nje ilionekana kama alikuwa ameanza ukurasa mpya wa maisha bila mizigo ya nyuma. Mke wake mpya alimpa ushirikiano na walionekana kuwa na amani mwanzoni. Hata hivyo, miaka ilipoanza kupita, hali ilianza kubadilika polepole.
Mke wake mpya hakupata ujauzito licha ya jitihada nyingi walizofanya. Walitembelea hospitali mbalimbali, wakafanya vipimo na kupata ushauri wa madaktari tofauti, lakini majibu yalibaki yale yale, hawakupata mtoto. Taratibu furaha iliyokuwa ikionekana mwanzo ilianza kupungua. Mazungumzo yao yakawa mafupi, tabasamu likapotea, na nyumba ikaanza kuwa kimya zaidi kuliko ilivyokuwa hapo awali. Kila mwezi uliopita bila ujauzito uliongeza mzigo wa mawazo ndani ya ndoa yao. Banza alianza kukasirika mara kwa mara, hali iliyofanana na ile aliyowahi kuwa nayo zamani. Alivumilia kwa muda akiamini mambo yangebadilika, lakini kadiri miaka ilivyoendelea bila mafanikio, uvumilivu wake ulianza kuisha. Hasira zilimjaa na lawama zikaanza kujitokeza ndani ya ndoa yao. Mwishowe, baada ya mabishano ya mara kwa mara na msongo wa mawazo uliokuwa ukiongezeka, Banza alichoka kabisa. Siku moja alifanya uamuzi mgumu na wa haraka, alimfukuza mwanamke huyo pia. Baada ya kumfukuza mke wake wa pili, maisha ya Banza yalibadilika kwa kasi ambayo hakuwahi kuitegemea. Jumba lake kubwa la kifahari lililokuwa limejaa vicheko na sauti za watu liligeuka kuwa kimya kizito kilichosikika hadi moyoni. Vyumba vikubwa vilibaki wazi bila mtu, meza ya chakula haikuwa tena na mazungumzo ya familia, na usiku ulionekana kuwa mrefu kuliko kawaida. Alianza kuishi peke yake, bila mke wala mtoto. Aligundua kuwa utajiri aliokuwa nao haukuweza kununua furaha ya kweli. Kila alipoketi sebuleni, macho yake yalizunguka kuta za nyumba ile, huku kumbukumbu za maisha yake ya zamani zikimjia moja baada ya nyingine. Polepole majuto yalianza kumtawala. Alianza kukumbuka jinsi alivyomfanyia Oliva vitendo vya kikatili, maneno aliyomwambia na jinsi alivyomfukuza akiwa amembeba mtoto mdogo. Kila kumbukumbu ilimchoma kama mwiba moyoni. Alijiuliza ni kwa nini hakuvumilia, ni kwa nini hakujali hisia za mwanamke aliyempenda na aliyemzalia mtoto. Usiku mwingi alikesha bila usingizi, akinywa vinywaji huku mawazo yakimzunguka kichwani mwake. Nyumba ile kubwa ilionekana kama gereza la kimya lililomkumbusha makosa yake kila dakika. Hatimaye siku moja aliamua kuanza kumtafuta Oliva. Alijua kuwa hata kama asingemsamehe, angalau alihitaji kumuona na kuomba msamaha. Alianza kwa kutafuta ndugu wa Oliva, akiwapigia simu na wengine kuwatembelea ana kwa ana. Wengi wao walikuwa na hasira au walimjibu kwa baridi, lakini bado aliendelea kuuliza kwa unyenyekevu. Kila alipopewa taarifa ndogo tu alishikilia kama tumaini jipya. Alitamani pia kumwona mtoto wake ambaye alikuwa hajamuona kwa muda mrefu, akijiuliza alikuwa amekuwa kiasi gani na kama bado angemkumbuka kama baba yake. Baada ya siku kadhaa za kutafuta bila kukata tamaa, hatimaye alipata habari kuwa Oliva alikuwa akiishi kwa rafiki yake Asha. Habari hiyo ilimpa mchanganyiko wa furaha na hofu kwa wakati mmoja. Furaha kwa sababu hatimaye alikuwa amepata mahali pa kuanzia, na hofu kwa sababu hakujua angepokelewaje. Bila kupoteza muda, aliamua kuanza safari ya kwenda huko. Njiani mawazo mengi yalikuwa yakimpitia kichwani. Alikumbuka siku za furaha walizowahi kushiriki, safari yao ya Bali na siku aliyomnunulia gari kwa furaha. Kila kumbukumbu ilimfanya ahisi uzito wa kosa lake zaidi. Alipofika katika eneo aliloelekezwa, moyo wake ulianza kudunda kwa kasi. Alishuka kwenye gari kwa hatua za polepole, mikono yake ikitetemeka kidogo kwa wasiwasi. Alipofika karibu na mlango, alimuona Oliva kwa mbali akiwa amesimama nje akizungumza na Asha. Kwa sekunde chache alibaki amesimama bila kusogea, macho yake yakiwa hayaamini alichokiona. Oliva hakuwa tena yule mwanamke aliyemfukuza miaka iliyopita. Mwili wake ulikuwa umepungua, uso wake ulikuwa umejaa nuru na kujiamini, na alionekana mrembo zaidi kuliko hapo awali. Alikuwa amevaa gauni fupi zuri lililomkaa vyema na kuonyesha umbo lake kwa ustadi. Muonekano wake ulikuwa wa mwanamke aliyekuwa amepona majeraha ya zamani na kusimama upya kwa nguvu zake mwenyewe. Pembeni yake alikuwepo binti yao, ambaye sasa alikuwa amekuwa na afya njema. Mtoto huyo alikuwa na tabasamu la kuvutia lililofanana na la Oliva, macho yake yakionyesha uchangamfu na furaha ya utotoni. Alikuwa akicheza kwa uhuru bila woga, jambo lililoonyesha kuwa alikuwa amekulia katika mazingira yenye amani na upendo. Banza alihisi kitu kikimgusa moyoni alipomwona mtoto wake akicheka. Alitambua muda alioupoteza na nafasi aliyoiacha ipite mikononi mwake. Kwa muda huo mfupi aliobaki amesimama kimya, Banza alitambua ukweli mmoja mkubwa: maisha yalikuwa yameendelea bila yeye. Oliva alikuwa amesimama tena, akiwa na nguvu na heshima yake, huku mtoto wao akikua kwa furaha. Aligundua kuwa kile alichodhani ni mwisho kwa Oliva kilikuwa mwanzo mpya kwake.
Moyoni mwake majuto yaliongezeka zaidi, lakini pia alihisi mshangao na heshima kwa mwanamke aliyewahi kumdharau. Alijua kuwa hatua iliyofuata ingehitaji unyenyekevu mkubwa, kwa sababu hakuwa tena anakutana na Oliva yule wa zamani, bali mwanamke mpya aliyekuwa amejijenga upya kutokana na maumivu aliyoyapitia. Hatimaye moyo wake uliokolewa na majuto ukamfanya afanye uamuzi mkubwa, uamuzi ambao ulikuwa wa mwisho kwake: kumwomba msamaha mtu aliyewahi kumfahamu kama wake wa dhati. Alipofika mbele ya Oliva, macho yake yalijaa machozi ya majuto. Polepole alipiga magoti, akishika mikono yake kwa unyenyekevu mkubwa, akizungumza kwa sauti iliyojaa huzuni na kutambua makosa yake. "Naomba unisamehe Oliva," alisema kwa kilio kilichopunguzwa. "Najutia kitendo nilichokufanyia. Sijawahi kuelewa thamani yako hadi leo, naomba unipe nafasi ya kurekebisha makosa yangu." Alikuwa amechoka na maumivu ya ndani, lakini moyo wake ulikuwa umejaa matumaini madogo kwamba labda Oliva angesamehe. Oliva alicheka kwa sauti tamu, kicheko kilichokuwa kimechanganyikana na hisia za faraja na ushindi. Akimtazama Banza aliendelea kutabasamu kwa furaha, kisha akamwambia kwa utulivu na ucheshi, "Umeshachelewa Banza. Tayari nimechumbiwa na wiki ijayo nafunga ndoa." Maneno hayo yalimfanya Banza apigwe na butwaa kwa muda, akijaribu kufikiri maneno aliyoambiwa. Alijitahidi kumshawishi Oliva, akielezea kwa machozi kuwa alijutia kweli na kuwa yuko tayari kubadilika. Lakini maneno yake hayakuweza kufungua moyo wa Oliva. Hali ilikuwa thabiti, maisha yameendelea kwa upande mwingine, na Oliva alikuwa tayari kuanza sura mpya ya maisha yake. Wiki moja baadaye, sherehe ya ndoa ya Oliva na Joakim ilifanyika. Alipendeza sana, alivaa gauni la kifahari lililoonyesha urembo wake wa asili na kuonyesha jinsi alivyokuwa mrembo zaidi baada ya kupona maumivu ya zamani. Uso wake ulikuwa umejaa furaha, macho yake yalikuwa na nuru, na kila hatua yake ilionyesha heshima, nguvu na uhuru wa ndani. Joakim alikuwa mume anayempenda kweli, alimshika mikono na kumbusu kwa heshima, akimpa furaha isiyo na mwisho. Wageni walisherehekea kwa furaha isiyoelezeka. Walicheza ukumbini, wakila, kunywa na kusherehekea upendo huo mpya. Furaha ya kila mmoja ilionekana kwenye vicheko, pongezi na shangwe la pamoja. Kila kitu kilionekana kuwa kamili: zawadi, chakula, muziki na hata maneno ya pongezi kwa ndoa hiyo mpya yaliunganisha hisia za kila mmoja. Oliva alihisi kama ndoto yake ya maisha mapya imeanza, na hakukosa kushukuru Mungu kwa kila jambo lililokuwa limefanya iwezekane. Hata hivyo, Banza alikuwa peke yake nyumbani kwake. Jumba lake kubwa la kifahari lilikuwa kimya. Aliketi peke yake, akinywa pombe kwa wingi huku machozi yakimwagika bila kudhibitiwa. Majuto, uchungu na majonzi vilijaa ndani ya moyo wake. Hata mali zote alizokuwa nazo hazikuweza kununua furaha aliyokuwa amepoteza: familia yake, mke wake wa kwanza na mtoto wake. Hata kila kitu alichokuwa amekikusanya kwa utajiri hakikuwa na thamani tena bila upendo na familia yake. Usiku ule ulikuwa mrefu, kila sekunde ikimfanya Banza ajikumbushe matukio aliyoyasahau kwa muda. Tabasamu la Oliva alipokuwa naye, sauti ya mtoto wao akicheka, na furaha ya familia aliyokuwa ameikataa. Alijua kwa hakika kuwa baadhi ya vitu havinunuliwi kwa pesa: upendo, heshima na familia ni mali isiyo na thamani. Hatimaye alijua kuwa maisha yake yalikuwa yamepoteza mwanga wake, na kuwa utajiri wa kifahari hauwezi kamwe kubadilisha majuto makali aliyokuwa nayo moyoni mwake. Hapo ndipo simulizi hii inaishia, ikionyesha somo la thamani ya upendo wa kweli, uvumilivu, na jinsi uamuzi mmoja unaweza kubadilisha maisha ya mtu milele. Furaha ni zaidi ya mali, ni zaidi ya hadhi, ni upendo, ni familia, ni tabasamu la wale tunawapenda na wale wanaotupenda. Banza alikuwa na kila kitu, lakini alikosa kile kilicho muhimu zaidi: upendo na familia. Na Oliva alianza sura mpya yenye furaha, imara na matumaini ya maisha mapya.